Anza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko, na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi, na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha Wakenya, na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Sisi kama taifa, na ni vizuri tuambiane ukweli, kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambaye tumefanya nchi hii. Hii sio mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu, na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007. Tusifikiria kwamba hiyo mambo ilianza hapo hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Hakuna mtu ambaye anastahili kutisha kabila tofauti. Sisi zote ni Wakenya, na Mwenyezi Mungu anajua ni kwa sababu gani alituweka pamoja kwa nchi ambayo inaitwa Kenya. Karibu sana mpenzi mtazamaji. Jina langu ni Washington Mwake. Andamana nami sako kwa bako hadi tamati mwa taarifa hizi. Na iwapo hujasubscribe, tafadhali subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari punde. Aliyekuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameongea kwa ukali, kwa machungu, kwa hasira, kwa kuwakemea viongozi wachochezi na wakabila. Alikashifu viongozi hasa serikalini kwa kuwabembeleza wachochezi bila kuchukua hatua yoyote. Hii inafuatia Secretary General wa chama cha UDA Hassan Omar kwa kumshambulia Uhuru Kenyatta siku za hivi karibuni. Uhuru alimjibu vikali na kusihi wakuu wa serikali kumchukulia hatua kwa matamshi ya kikabili dhidi yake. Alisikika akisema, na nikinukuu, Wakenya hawatakula maneno wakiwa na njaa, wanataka chakula. Alikuwa akiongea kwenye kongamano la chama cha Jubilee kwenye kaunti ya Kiambu. Tutaendelea kukuletea yote yanayojiri, na iwapo hujasubscribe, tafadhali subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari punde zinapotokea. Asante sana kwa kuendelea